Iran yapeleka malalamiko ya kushambuliwa vituo vyake vya anga za mbali katika Umoja Mataifa. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali mashambulizi haramu ya utawala kizayuni wa Israeli na Marekani dhidi ya vituo vyake vya anga za mbali na kuwasilisha malalamiko yake rasmi kuhusu swala hilo kwenye kikao cha jopo kazi la Umoja Mataifa kuhusu kuzuia mashindano ya silaha katika anga za juu, ikitoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka na jamii ya kimataifa kwa ajili ya kukabiliana na matumizi ya silaha katika anga hizo. Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya anga za mbali kiraia yanakiuka wazi mkataba wa Umoja Mataifa, sheria za kimataifa za kibinadamu na mkataba wa anga za juu, ambapo kukaa kimya mbele mashambulizi ya aina hiyo kunahatarisha fursa nchi zote kutumia kwa amani anga hizo. Licha malalamiko ya Iran, lakini ni wazi kwa Marekani na utawala kizayuni hazitazingatia wito unaoweza kutolewa na Umoja Mataifa kuhusiana na swala hili, kutokana na kuwa tawala mbili hizo hazizingatii hata kidogo sheria za kimataifa, kutokana na ushawishi wao mkubwa na matumizi yao mabaya ya taasisi muhimu zilizopewa jukumu la kulinda amani ulimwenguni, ukiwemo Umoja Mataifa pamoja na Baraza lake la Usalama. Kwa kutilia maanani ukweli huo, Marekani na utawala wa Israeli zimekuwa zikikiuka hadharani sheria za kimataifa na kukandamiza mataifa mengine, zikijua fika kwamba hakuna yeyote atakayeziwajibisha kisheria. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kuwa mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la kigaidi la Marekani yakilenga maeneo kadhaa katika mikoa ya pwani ya kusini na madaraja mawili ya kiraia kwenye mikoa ya mashariki kwenye njia ya reli inayoelekea katika miji mitakatifu ya Mashhad ni uhalifu mkubwa wa kivita. Wizara hiyo imelaani vikali mashambulizi hayo ya kichokozi yaliyofanywa na jeshi la kigaidi la Marekani mapema Alhamisi na kusisitiza adhma thabiti ya taifa tukufu la Iran ya kulinda umoja wa ardhi yake, kujitawala na usalama wake wa taifa. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema mashambulizi ya kijamii ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yaliyofanywa kwa kisingizio kisicho na misingi cha eti kujibu matukio yanayodaiwa kuhusisha meli kadhaa zilizokuwa zinapita kwenye lango bahari la Hormuz siku ya Jumanne sio tu ni ukiukwaji wa wazi wa kifungu cha 2 na cha 4 cha hati ya Umoja Mataifa, bali pia ni ukiukaji mkubwa wa kifungu cha 1 na cha 5 cha mkataba wa makubaliano ya kusitisha vita, na ni kisingizio kinachotumiwa na Marekani kwa ajili ya kuhalalisha kuendelea kukiuka makubaliano hayo. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema wakati ambapo taifa la Iran lenye utambuzi na ujasiri limeonyesha azimio lake thabiti la kukabiliana na maadui waovu wa Iran na kulinda mamlaka ya nchi, uhuru wa taifa na umoja wa ardhi yake kupitia mahudhurio makubwa na yasiyo ya kifani katika mazishi ya kihistoria kwa mwili wa kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu, utawala mbovu na kiwenda wazimu wa Marekani katika jaribio la kufidia kushindwa kwake kuelewa ukuu na fahari ya uzalendo wa Iran na utiifu wao kwa maadili ya mapinduzi ya Kiislamu, umetumia mabavu, uzushi na uchokozi wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na kulenga njia ya reli inayoelekea Mashhad au Al-Ridha, huku ikionyesha kuchukizwa kwake na lugha chafu iliyotumiwa na rais wa Marekani pamoja na viongozi wengine wa Marekani dhidi ya taifa tukufu la Iran. Wizara ya Mambo ya Nje imesema hiyo ni dalili ya wazi ya kukiri kwao kwamba hawakuwa na nia ya kutekeleza mkataba wa makubaliano ya kusitisha vita wa tarehe 18 Juni, ikiwa ni dalili nyingine ya wazi ya nia mbaya, udhalilishaji, uchochezi wa vita na uovu wa utawala wa Marekani. Vilevile, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limeshambulia miundombinu muhimu katika kambi 4 za Marekani kwa Kuwait na Bahrain katika awamu ya kwanza majibu yake dhidi ya ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha vita unaofanywa na Marekani. Taarifa iliyotolewa na IRGC imesema vituo na kambi za kijeshi za Marekani zilizolengwa ni pamoja na Arif Jan na Al Salem huko Kuwait na Jufair na Sheikh Isa huko Bahrain, na kueleza kwamba vituo hivyo vimepigwa kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani. Kauli hiyo imetolewa baada ya ndege za Marekani kufanya mashambulizi katika maeneo kadhaa ya kusini mwa Iran zikilenga miundombinu ya raia na kuua mtu mmoja, mbali na kushambulia daraja katika jimbo la kaskazini la Golestan. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limelionya jeshi la Marekani linaloua watoto kwamba iwapo litarudia vitendo vyake vya uchokozi, majibu yetu yatapanuliwa zaidi na kujumuisha kambi zingine za Marekani kwenye eneo lote la Asia Magharibi. Wakati huo IRGC imeutaja uchokozi wa mpya wa Marekani kuwa umetokana na hamaki ya haraka ya Wamarekani kwa mahudhurio makubwa ya wananchi katika nchi jirani ya Iraq kwenye shughuli ya mazishi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Khamenei. Msafara huu mkubwa wa mazishi umewatia waka watawala magoruri wa Marekani na kuwalazimisha kujibu haraka onyesho hili la nguvu za umma. Taarifa hiyo imeongeza kwamba Washington ilikuwa na nia kufunika habari za tukio hilo la ajabu lisilo la kifani na kuficha tukio hili la kutia matumaini mbele ya macho ya ulimwengu. Taarifa ya IRGC imeongeza kwamba hata hivyo hawajui ukweli kwamba uhalifu huu utawaamsha zaidi watu wa dunia na kuimarisha azma yao ya kuwa na nafasi katika mapambano dhidi ya shetani mkuu, yani Marekani.
Vilevile kwenye saa za alfajiri ya Jumatano Julai 8, 2026, jeshi la Marekani kwa kukiuka waziwazi vifungu vya 2 na 4 vya hati ya Umoja Mataifa na kifungu cha kwanza cha makubaliano ya kusitisha vita ilifanya mashambulizi ya kichokozi katika vituo vya ufuatiliaji na usimamizi katika pwani ya kusini mwa Iran. Mashambulizi haya yamefanyika sambamba na hatua nyingine ya uhasama ya Wizara ya Fedha Marekani ya kufutilia kibali cha kuruhusu mauzo ya mafuta ya Iran. Katika taarifa ya haraka, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imelaani vitendo hivi na kuvitaja kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa ahadi za Marekani. Imesema utawala wa Trump ndio utakaobeba dhima matokeo yoyote hasi ya hatua hizo. Mohamed Bagher Kalibaf, spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu na mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran, ameorodhesha katika mtandao wa kijamii wa X visa vingi vya ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano uliofanywa na Marekani na kuandika, zama za mabavu na ulaghai zimekwisha. Mbinu hii haitaleta matunda yoyote. Hatutakubali kujisalimisha. Kinachotofautisha duru hii ya mapigano na mivutano iliyopita ni jaribio la wazi la Marekani na kuanzisha njia tofauti ya kupita meli katika lango bahari la Hormuz na kudhoofisha udhibiti na usimamizi wa Iran katika njia asili ya maji. Meli za mafuta zilizoshambuliwa na Iran siku ya Jumanne zilikuwa zimepuuza taratibu za kiusalama zilizowekwa na Iran. Iran ambayo imepewa jukumu la kudhamini usalama katika njia hii ya maji chini ya mkataba wa maelewano wa Islamabad imetangaza kwamba njia pekee salama ya kupita meli za biashara na za mafuta kwenye lango bahari la Hormuz ni ile iliyoainishwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuonya kwamba njia yoyote mbadala haikubaliki na ni hatari sana. Katika kukabiliana na mashambulizi ya kijeshi ya Marekani, vikosi vya wanamaji na anga vya IRGC kwenye operesheni ya pamoja vilishambulia maeneo 85 ya kijeshi ya Marekani, ikiwa ni pamoja na vituo vya bandari ya Salman nchini Bahrain na kituo cha anga cha Al Salem huko Kuwait, na kutungua ndege ya adui aina MQ-9 huku ikielani kitendo hicho cha uchokozi. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imezionya nchi zote jirani, hususan zile za kusini mwa mwambao wa Ghuba ya Uajemi, kwamba ushirikiano wowote na mchokozi katika kutenda jinai dhidi ya Iran utahesabiwa kuwa ni ushiriki katika jinai hizo. Akizungumza pembezoni mwa mkutano wa kilele wa NATO mjini Ankara, Donald Trump alitoa matamshi yanayokinzana kwa kusema, tukifika makubaliano na Iran si dhani yatadumu, na wakati huo kutangaza kwamba usitishaji vita ulikuwa umekwisha. Alisema wapatanishi wanaweza kuendelea na mazungumzo ikiwa wanataka kufanya hivyo. Kauli zinazokinzana za Donald Trump zinadhihirisha wazi mkwamo wa kimkakati wa Washington. Wakati mmoja anazungumzia kumalizika usitishaji mapigano na mwingine kuhusu uwezekano wa kuendelea mazungumzo. Wakati huo anaitishia Iran na kudai kwamba hakuna makubaliano yoyote na Teheran yanaweza kudumu. Mgongano huu wa wazi wa maneno unaakisi kushindwa kimkakati Marekani katika kufikia malengo yake kupitia mashinikizo ya kijeshi. Wakati huo mikusanyiko mikubwa mazishi ya kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran na Iraq imeongeza kuchanganyikiwa kwa Trump mbele ya ukakamavu na mapambano ya kihistoria ya taifa la Iran. Ni lazima pia tuzingatie kwamba kutokana na kuwa na pwani ndefu zaidi kando ya Ghuba ya Uajemi, lango bahari la Hormuz na bahari ya Oman, Iran ina wajibu mkubwa zaidi wa asili wa kudhamini usalama katika njia hii muhimu ya maji kuliko nchi yoyote. Kwa Iran, usalama wa eneo hili unafungamana moja kwa moja na mamlaka yake ya kitaifa, umoja wa ardhi na usalama wake kimkakati. Kinachojitokeza hivi sasa ni kuarifishwa upya swala zima la mfumo mpya wa usalama katika eneo. Ujumbe wa swala hili uko wazi kabisa. Ghuba ya Uajemi, lango bahari la Hormuz na bahari ya Oman ni maeneo ambayo hayapaswi kuruhusiwa kuwa kitovu cha vitisho dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.